Naam, karibu tena mwanamichezo hapa ndani ya jungu la mchezo Dar es Salaam. Tunapochakata yale ya kimchezo ambayo yanajiri ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu ni Tyson, niko na mwenzangu nyumburufu kweli David Mayunga. Tunaenda kutazama taarifa ambazo ndio kuandalia siku hii yale kubwa. Enda kutazama kosi cha wekundu wa Msimbazi kinazidi kujinoa kule katika viunga vya Morocco, na nenda kutazama taarifa ambayo inagonga hapa ndani ya Tanzania ardhi mama. Ni kuhusiana kiwanja cha uwanja wa Benjamin Mkapa Stadium hatimaye umefungiwa na CAF. Wametoa press release kuhusiana uwanja huo. Mechi huenda ikaenda kutimuka pale viunga vya Zanzibar. Niko na mwenzangu hapa Mayunga. Nitakutanga taarifa kwa kina kwa kubwa. Tuende kutazama taarifa hii ya uwanja wa Benjamin William Mkapa. Mayunga. Bwana, naitwa Justin Mayunga, nikiangazia swala uwanja wa Benjamin Mkapa. TFF walitangaza kuwa uwanja wa Benjamin Mkapa umekamilika na uko tayari kwa ajili ya mchezo, lakini leo hii tumekuja kushutuzwa na taarifa iliyotoka CAF kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa bado hauna vigezo, na hivyo itawalazimu Simba kupeleka mechi yao Zanzibar, uwanja wa Amani Complex. Bwana, hiyo ni kitu ambacho kimeshtua watu wengi, hasa mashabiki wa Simba, kusikia wanaenda Zanzibar. Wengine washakata na tiketi kabisa kwa ajili ya mchezo wa hapa nyumbani Dar es Salaam katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini cha kushangaza ni kwamba CAF wameamua mchezo upelekwe Zanzibar kwa ajili ya kwa sababu ya uwanja wa Mkapa wanadai haujakamilika, na serikali yenyewe inadhihirisha kuwa uwanja uko tayari kwa ajili ya mchezo, na itangaza hivyo last time kwamba uwanja uko tayari kwa ajili ya mchezo. Na tumeweza kuona na Simba wanagoma kabisa, na tukiangazia katika mitandao ya kijamii tunaona Modeji na hayuko tayari kwenda Zanzibar. Na kwamba kuna moja kati ya barua ambayo Modeji ameitoa kwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu, namzungumzia rais wa CAF, ambaye release yake inazungumzia kwamba kama hautochezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa Stadium kuna kitu ambacho kinatokea. Sasa sijaelewa ni kitu gani ambacho alikuwa anamaanisha Modeji. Huyu ni meneja na bosi wa wekundu wa Msimbazi. Jamani, yeye amegoma kabisa kwenda, amegoma, na tumeona baadhi ya picha ambazo zinaenea mitandao ya kijamii kuzungumzia kwamba wengi wanaonekana katika uwanja wa Benjamin. Tumeona Murtaza Mangungu akienda kwa gola, lakini na wengi tumeona Dojmo akikwenda kukagua uwanja huo kudhihirisha vile vigezo ambavyo vilikuwa vinazungumziwa na CAF. Je, ni sahihi kwa CAF kuipeleka mechi Zanzibar? Na tumeona taarifa imetoka na msemaji wa klabu ya wekundu wa Msimbazi, namzungumzia Ahmed Ali, akisema kwamba taarifa kamili itatoka baada ya mchezo wa kesho. Na wewe mashabiki wa Simba wamekata tiketi VIP vimeisha sold out. Tumeona na VIP machungwa nayo tumeona tiketi zimekatika, zimebaki tiketi za mzunguko, na mzunguko zimekuwa 95 kwa ajili ya 100% tiketi kwenda kumalizika. Kwa hiyo tunaona kama CAF wenyewe tunasubiria taarifa imetoka, kwa sababu tumeona uongozi wa Simba umetuma barua kwa CAF, unasubiria barua ikijibiwa huenda mechi itabaki pale katika uwanja wa Benjamin, kwa taarifa ambazo nimeziona ambazo Simba wanazidi kuzungumzia. Katika tukirudi nyuma kidogo ni kwamba TFF na bodi ya ligi walitangaza kuwa uwanja wa Benjamin Mkapa uko tayari, lakini ni kwamba kipindi kile walipotangaza ina maana taarifa zikufika TFF Afrika FIFA. Zilifika kwa sababu Tanzania ni nchi ambayo kwa sasa inajiandaa na mashindano mbalimbali ya AFCON. Kumbuke kwamba Tanzania inajiandaa na mashindano ya AFCON, na tuliona kwamba mchezo wa mwisho wa kombe la shirikisho barani Afrika, kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi ya Al Masry katika uwanja wa Benjamin, na kile tulichokiona CAF wakazungumza kwamba uwanja sio CAF, ni serikali iliamua kwamba uwanja uzuiliwe kwa sababu kutokuchezewa
kwa muda huu, kwa sababu kutokana tuliona uwanja ulishindwa kwa sababu ulikuwa ndani ya matengenezo. Na ile mvua ilivyoonyesha tukaona serikali ikazuia kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa usifanye maandalizi ya kitu yoyote hapa katika uwanja wa Benjamin. Lakini ni kama taarifa, ni kama TFF haikuwa inajua kama uwanja uko tayari. Sasa kama walikuwa inajua, kwa nini haikutoa tamko before kabla? Unajua hivi vitu labda tuwafahamishe watazamaji ambao tunatazama na mashabiki wa Simba kwamba na mashabiki wa mpira Tanzania kwamba unajua iko hivi. TFF na bodi ya ligi umeelewa, walienda kukagua uwanja, umeelewa, ndio wenye mamlaka, umeelewa. Serikali wale ndio wenye mamlaka wa uwanja ule, umeelewa. Serikali ulienda kukagua ule uwanja kwamba ukajiridhisha kwamba huu unafaa kuchezea mechi ya finali, umeelewa. Na serikali ikapeleka taarifa kwa klabu ya Simba, umeelewa, kushirikiana na bodi ya ligi kwamba uwanja umekamilika kwa 100% na unafaa kuchezea katika uwanja finali, umeelewa. Ndio Kwamba serikali ilituma taarifa kwa Simba kwamba uwanjani uko tayari kuchezea. Sasa hapa tunazungumzia ni serikali na bodi ya ligi na TFF. Hapo kafu hapo ndio barua ikishafika Simba ndio itapeleka barua kule kafu kwamba uwanja wangu wa nyumbani utatumika ni uwanja gani. Ni uwanja wa Benjamin Mkapa Stadium. Sasa kafu ikajiridhisha, ikatuma watu wao waje kuangalia hali ya uwanja jinsi ulivyokuwa. Awamu hii tukachana awamu ile. Yes, awamu hii, umeelewa? Ndio. Kafu wakaenda kujiridhisha kwamba uwanja utakaotumika ni uwanja wa Benjamin Mkapa Stadium. Ndio. Sawa. Kuna taarifa ikatoka kwamba kabla mchezo ambao taarifa imetoka jana, ndio kwamba uwanja wa Benjamin umefungiwa. Umefungiwa na waliofungia ni kafu. Ndio. Na kuna taarifa ikatoka kwamba ambao anaenda kucheza nao mechi ya marudiano hapa nyumbani, finali ya pili, RS Berkane, umeelewa, kwamba washakata tiketi, wanataka kucheza katika uwanja wa Amani Zanzibar. Sasa iweje sasa mimi mgeni, sasa mimi ndio mwenyeji wa kukupokea, nikupeleke sehemu fulani, umeelewa, nikupeleke aidha Benjamin au Amani. Mimi ndio mwenye maamuzi kwa sababu mimi ndio mwenye mechi. Ndio. Yeye yupo kwake kule nacheza neke. Panga atachezea. Yeye ndo anapangia mimi kucheza wapi. Kwa sababu yeye ndiye mgeni. Mimi ni mgeni kule. Umeelewa? Akija kwangu ule ni mgeni wangu. Mimi nitampangia. Yes, mimi nitampokea, nitampeleka sehemu ninapotaka mimi. Mimi nimechagua uwanja wangu wa nyumbani ni Benjamin. Sawa? Ndio. Uweze kuniambia eti umekata tiketi na hoteli umezikatia Zanzibar, ukanipeleka Zanzibar, na kati mimi maandalizi yangu ni Benjamin. Umeelewa? Kwa hiyo wale Waarabu zile ni fitna za kumpoteza Simba. Umeelewa? Wewe unahisi ni kitu gani ambacho kinaendelea kati ya CAF na Waarabu? Unajua, sema nikukumbushe kitu kwamba tukumbuke kwamba makamu rais wa CAF wa shirikisho la mpira wa Afrika, umeelewa, ndio mwenye RS Berkane, umeelewa. Kwa zile zote ni propaganda zinazoendelea, kwa wanaweka more attention, umeelewa, kwa maana wanataka kuwapoteza Simba psychology. Umeelewa? Kwa ni mpango ambao umesukwa. Hiyo ni mpango, ni ramani ambayo imesukwa. Simba wapotee kwenye mchezo wao. Wasiwe match fitness, isiwaze ule mchezo, ifikirie mchezo wa nyumbani. Kwa hiyo hizo ni mbinu za kivita. Umeona sasa hivi CAF imetoa barua yote kwamba mchezo unahamishwa Zanzibar? Sijaona mpaka sasa hivi. Umeona rais wa CAF ametamka neno yote kuhusu mchezo huu? Sijaona. Kwa maana wanaelewa tunachokifanya. Mchezo bado uko pale pale kwa Mkapa. Kwa unaziona zile zinazunga zote zile mtandaoni sio na nini, hapana, mchezo uko pale pale kwa Mkapa na sio Zanzibar. Na ndio maana Simba anasitiza kwamba nunueni tiketi. Na iko fani kije kutokea kwamba mchezo ukapelekwa Zanzibar. Unahisi unahisi mashabiki watapokeaje swala?
itakuwa kama Simba na Yanga kwamba watasusa au itakuwaje? Pale hawezi kususa mechi. Cha kwanza tukumbuke kwamba ile ni finali. Kwa maana ukisusa unamwachia anachukua finali yake. Yes, sawa. Labda nikukumbushe kitu. Unajua kwenye football unabidi kubaliana nalo unapokutana naye. Lakini Moka akaandika kwa yeye haendi Zanzibar. Haendi Zanzibar kwa sababu hajapangiwa Zanzibar. Mechi hajapangiwa Zanzibar. Wewe umeona barua yote, ndio maana unarudi tena mfano wangu kwamba umeona barua ya CAF ambayo inaelekeza mchezo kwa Zanzibar. Lakini wamesema kwamba wameamuru mchezo uende Zanzibar. Wao RS Berkane ndio wameamuru mchezo uende Zanzibar. Na sio CAF. Sio CAF. Tofautisha hivi vitu. Wao ni RS Berkane wameamua mchezo uende Zanzibar. Sio CAF. Labda ndio maana nakukumbusha, nakukumbusha kitu. Turudi kwenye page yake ya Instagram. Umeelewa? Kwenye page yake aliposti mchezo uko pale uko Zanzibar. Uko Zanzibar ya. Shela. Baada ya jana wakarudisha kwenye Insta story, wakaitoa kwenye page yao kwamba mchezo uko Zanzibar. Umeelewa? Na hoteli wameshakata Zanzibar. Wala hajakata hoteli yote Zanzibar kaka. Kipindi mchezo uliopita ilikuwa ni Al-Masry na Simba ulichezwa Benjamin Mkapa. Mchezo ulichezwa Benjamin Mkapa. Ndio kipindi kile uwanja ulifungwa. Yes, ulifungwa. Na uliofungwa serikali kwanza kabla ule mchezo tukumbuke kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa Stadium ulikuwa kwenye matengenezo. Lakini walitangaziwa kwamba uwanja uko tayari kwa mchezo. Hauko, yani ule uwanja ulitangaziwa kabla ya mchezo. Yes. Ila walizungumza kwamba uwanja sasa hivi hauko tayari kwa mchezo. Ila mchezo wa finali, umeelewa? Uwanja utatumika, utakuwa kamilika. Mimi nazungumzia kwenye mchezo wa Al-Masry na Simba. Kabla ya mchezo walitangaza kuwa uwanja uko tayari unafaa kwa mchezo. Na kilichokuja kutokea, sikiliza. Labda nikukumbushe kitu Mayunga. Kwamba ile siku ya mchezo, ule uwanja ulikuwa kwenye marekebisho. Simba alikuwa hana uwanja kuchezea. Umeelewa? Wakaamua mechi ende pale. Lakini kumbuka kwamba ule uwanja uko kwenye matengenezo. Mechi ya mwisho. Umeelewa? Mechi ya mwisho ya Simba ambayo ilicheza Zanzibar. Umeelewa? Mechi ile ya mwisho Zanzibar kutokana na nini? Uwanja ulikuwa unatengenezwa kwa ajili ya finali. Umeelewa? Ndio uwanja ambao utakotumika kwenye finali. Umeelewa? Ndio maana uwanja ukatuzwa shughuli zote, ukapigwa stop.